Bwana Yesu asifiwe. Habari za leo tena. Ninashukuru Mungu kwa pamoja nawe tena. Nina swali. Swali hilo linaulizwa ni kwamba kwa nini watu wengi wanapoenda mashambani ama kuhamia vijijini kama matayarisho ya zahama zinazotujia kama watu wa Mungu pamoja na sherehe ya Jumapili, ujio wa Yesu na kadhalika, kwa nini watu wengi wanashindwa? Majibu ni kwamba usijaribu kwenda mashambani kama hujaelewa mambo yafuatayo. Namba moja, Kutoka sura ya 12 ukasome sura nzima. Inaonyesha wakati wana wa Israeli wanatoka Misri kwenda Kanaani, walitakiwa wapite hatua ngapi? Ya kwanza ilikuwa ni kufanya Pasaka, kuchinja mbuzi wa Pasaka na kujitakasa, si ndivyo? Walichinja ile mbuzi wa Pasaka kama ondoleo la dhambi pekee, kama haki pekee, kama imani iokoayo pekee. Walipochinja yule mbuzi wa Pasaka, usiku kuna malaika alitumwa kuja kuangamiza mzaliwa wa kwanza kabla ya nini? Kabla ya wao kutoka. Ambapo kilichotokea ni kwamba kilikuwa ni kivuli cha majanga ambayo yataruhusiwa na Mungu baada ya Roho Mtakatifu kuondolewa duniani na kubaki kwa watakatifu wa Mungu tu. Majanga yataangamiza watu wengi ambao hawajajikabidhi maisha yao na familia zao kwa Mungu. Majanga hayo yatakapotokea yataangamiza wote ambao hawatumaini katika haki ya Kristo, yani hawajachinja mbuzi wa Pasaka. Kisha baada ya hapo, ukishaweka imani au haki kwa imani katika msimamo wako wa imani bila kutumainia matendo na kujiinua, ukishamaliza hapo, hatua inayofuata ni kwenda mashambani, yani kutoka. Sasa walipotoka, Biblia inatuambia kwamba walikuwa na makundi mangapi? Mawili. Kundi hilo lilikuwa linaitwa nini? Kundi la waliochangamana nao. Hao waliochangamana wanaitwa the mixed multitude. Mixed multitude waliochangamana wapo katikati yetu hata sasa, wamo kwenye imani yetu. Kwa tunapotaka kwenda mashambani, usiende na watu wengi, kwa sababu wengine ni the mixed multitude, yani waliochangamana nao. Ni watu gani hao? Watu waliochangamana nao ni watu ambao hawaamini katika ujumbe wa malaika watatu, lakini kwa sababu wanaona wengine wanafanya kwenda mashambani kufanya matayarisho, na wenyewe wanafanyaje? Wanaenda. Kwa sababu wanaona huku mjini kutakuwa na majanga, kutakuwa na matukio haya, mitandao, pesa, nini, wanaamua na wenyewe kwenda. Lakini hao watu hawajaongoka. Kwa hiyo hao ndio wanaitwa the mixed multitude. Kwa hiyo tuko nao wengi. Kwa hiyo tunapoenda mashambani, unapobeba kundi kubwa la watu au wengi kuhamia sehemu moja, wale kundi hilo changamana nao ndio ambao walisababisha wana wa Israeli wakomee jangwani, yani wafie jangwani kabla ya kufika nchi waliokuwa wameahidiwa, yani Kanaani. Maana tunapoenda mashambani ni nyikani kwa ajili ya kwenda kutakaswa zaidi, kupitia majaribu mbalimbali, kukosa maji, mara nyoka wa sumu, mara majanga, mara watu waanze kuabudu sanamu huko, mara wameenda kabisa mashambani kwa nia nzuri, lakini wanafika kule wanaanza ibada za nini? Za sanamu, mara muziki, mara wengine kuanza kunywa pombe. Hao wote wanaoanzisha hayo ni the mixed multitude. Halafu kuna wengine wanakuwa wanashawishi watu warudi wapi? Warudi mjini, warudi kwenye makanisa yao kama kawaida. Hao watu the mixed multitude tunao. Hao watu ndio wanashawishi kwamba tulikosea, tusiende huko mashambani, tulidanganywa na fulani, tulidanganywa, mbona mambo yako sawa sawa, turudi Misri. Hao watu kiukweli walienda mashambani bila kuongoka. Hao wanaitwa the mixed multitude. Huenda ni wewe au huenda ni rafiki yako, ni the mixed multitude. Kwa hiyo namba moja, kabla hujaenda, ongoka. Namba moja, conversion. Ongoka. Elewa ujumbe, amini ujumbe, ongoka. Ukishaongoka ndio nenda. Fanya kila kitu, si kwa kusukumwa au kwa kushawishiwa na jirani au kwa sababu fulani kaenda na mimi niende. Acha, usitaenda kutusumbua tu.
na watu wengi wanaenda kule kusumbua watu. Don't go. If you don't want to live in the village, just remain in the city, or your plagues to come. Subiri mapigo yakija yatawakuta vizuri kabisa mkiwa mmeiva kabisa katika uovu. Ninashauri kwamba kila mtu ajihadhari na jirani yake, kama kitabu cha Yeremia sura ya 9 fungu la 7 lilivyosema. Kila mtu ajihadhari na jirani yake, maana jirani yake atachongea. Watachongeana. Huyu hajapeleka watoto shule, huyu hajafanya nini, huyu hajajisajili, huyu ana nini. Ayo, mara huku yuko fulani yuko huku. Utapitia maumivu sana ya hawa the mixed attitude. Japo hatuwezi kuwakwepa, wapo tu, hawawezi kukwepeka, wapo. Hawajaongoka sawa sawa. Sasa watu hawa watakwamisha 90%, asilimia 99 ya watu wanaoondoka kwenda mashambani kwa ajili ya kujiandaa kwa chapa ya mnyama na kwa ujio wa Yesu. 90% itafia mashambani bila tumaini. Tunaelewana hiyo? Natumia estimation. Lakini kumbuka, wana wa Israeli walitoka watu 600,000 wakaenda mashambani. Lakini katika hao waliofika Kanaani ni watu 2, na wale ambao wamezaliwa wapi? Kijijini. Kwa hiyo labda watoto ambao akina mama wengine watazalia kule mashambani. Kwa hiyo wale ndio wataenda kwa sababu ya haki ya hivyo. Sasa tufanye nini? Tunapochukua maamuzi hayo, tumtegemee Yesu tu. Hali si shwari. Alafu ukipitia disappointment, usigive up. Usongeni mbele na safari. Kina Haruni tuko nao, tutakutana nao. Waabudu sanamu tutakutana nao. Wauaji tutakutana nao huko. Kila kitu tutakutana nacho huko. Wabinafsi tutakutana nao huko. Vurugu, pepo wachafu, utamaa tutakutana nazo. Baali Peori tutakutana nao. Kila kitu. Safari yetu madam bado, tuombe sana Mungu atushikilie tufike salama. Escape from the mixed multitude. Mungu akubariki. Ndugu washiriki, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alishakwisha zindua mkakati wa uchumi wa kidijitali. Moja ya nguzo kuu katika mkakati huo ni utambuzi ambao utawezesha na kurahisisha utoaji wa huduma kwa njia za kidijitali. Na ili kuhakikisha mkakati wa uchumi wa kidijitali unatekelezwa kwa tija, inakusudiwa kuwa ni lazima kuwepo namba ya pekee itakayomtambulisha kila raia ndani ya nchi yetu. Namba hiyo itamwezesha kupata huduma mbalimbali za kiuchumi na kijamii kutoka serikalini, hata pia kwenye sekta binafsi. Serikali imeendelea na imeshaelekeza kuwa namba ya NIDA ndio namba jamii ambayo itatumika katika utoaji na upokeaji wa huduma mbalimbali hapa nchini. Kwa msingi huo, ni wahimize Watanzania wenzangu kuhakikisha kwamba mnajiandikisha ili kupata namba ya NIDA ambayo ndio namba ya jamii. Ndugu washiriki, lengo la mwelekeo wa serikali linataka kila mmoja atambulike sambamba na kuzitambua sekta zilizoko rasmi, ikiwa ni njia ya kufikia matumizi ya kidijitali katika nyanja mbalimbali hapa nchini na namna ambavyo zinaweza kuchangia katika pato la taifa letu. Na kwa upande mwingine, hatua hii itachochea kupunguza matumizi ya fedha taslimu, kwani watu watakuwa wakilipa kwa namba hiyo hiyo badala ya kuwa unalipa fedha cash kwenye manunuzi, kwenye maduka, maeneo ya biashara. Namna ambavyo tutakuja kuiweka vizuri ili kupunguza athari za kiusalama, unyang'anyi wa fedha, wizi na vitu vya namna hii. Na tutaweka utaratibu wa kuscan QR code na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo wasihi sasa wa Tanzania jitahidi kupata chombo cha kidijitali, kadi, lakini ukiwa na simu itasaidia pia kufikia hatua ambayo tunahitaji.
Ndugu washiriki, hii namba jamii matokeo yake ni kuifanya mifumo ya TEHAMA kusomana na kubadilishana taarifa. Mifumo ikisomana inarahisisha utoaji wa huduma za kijamii, kiuchumi na kiusalama vile vile kwa watumiaji wote, kwa sababu ukiwa na namba hii na kadi yako ambayo inasoma hiyo namba na ina taarifa zako, ni rahisi kufanya mawasiliano kwenye sekta zote, iwe ni za fedha au huduma nyingine zozote zile. Ununuzi wa bidhaa, tiketi za usafiri, utakuwa unatumia namba yako. Kwa ni muhimu sana sasa kujiandikisha NIDA ili tufikie hatua ambayo tunahitaji. Kutokana na umuhimu huo, taasisi za umma na taasisi binafsi kwa dhana ile ile ya utambuzi zihakikishe kwamba mifumo yao yote ndani ya taasisi inasomana, na lazima mbadilishane taarifa na NIDA ili muweze kufikia hatua nzuri.